Umuhimu wa walimu katika maendeleo ya taifa ni mkubwa. Nyinyi ndio injini ya mabadiliko ya kijamii, kiuchumi na kiutamaduni. Na kama nilivyosema, taifa lote linalotaka kupiga hatua lazima liwekeze kwa walimu wake. Sisi walimu ndio tunaipanda mbegu. Tusipojenga utamaduni wa kuifuatilia mbegu hii, naweza ikawa ni bora sana, lakini with time ikawa inaathiriwa na mabadiliko mbalimbali. Kwa hiyo tukiwa na utamaduni wa kuifuatilia hiyo mbegu, tunaweza tukabaini kwa haraka the challenges ambazo mbegu hii inazipitia na tukafanya mitigation kabla haijawa too late. Hatuhitajiki kuifanya kazi hiyo kwa kubahatisha. Kwa hiyo niendelee kuwatia moyo na kuwaomba muifanye kazi hiyo bila kuchoka, huku mkiwa mnajua kabisa serikali yenu ni sikivu na iko tayari wakati wote kufanya kazi au kuyafanyia kazi yale ambayo mtayawasilisha. Nyote ni mashahidi, serikali imefanya jitihada kubwa sana za kuboresha mazingira ya ufundishaji, ujifunzaji. Haya yote yamefanyika kwa kutambua kwamba walimu bora wanahitaji pia mazingira bora ili kutoa matokeo bora. Tunahitaji kuona matokeo halisi ya uwekezaji huu. Lakini la pili ni la kuinua ufaulu kwa wanafunzi, na hapa nisisitize kila shule iwe na malengo ya ufaulu, kila mwalimu awe na mpango wa kuboresha matokeo ya somo lake. Hili kubwa ni ufuatiliaji na kufanya tathmini. Eneo hili la ufuatiliaji na ufanyaji wa tathmini linatusumbua sana. Viongozi wa shule wahakikishe kuna kuwepo na ufuatiliaji endelevu wa ufundishaji, mahudhurio ya wanafunzi na matumizi ya vifaa vya kujifunzia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama inaweza ikatokea siku moja ukakutana na waheshimiwa madiwani, yapo mambo ambayo halmashauri za manispaa hizi wanapaswa wao ndio wasimamie na watekeleze. Na uzuri ni kwamba yapo kwenye budget. Kule kuna bajeti ya matibabu, kwamba ni vizuri walimu wanapopata shida ya kuugua na bajeti ya matibabu ipo, wasaidiwe kwa haraka, kwa sababu kupona kwa mwalimu ni kusaidia taifa kupitia wanafunzi ambao walitakiwa wapate elimu. Kuna baadhi ya changamoto bado hazijapata ufumbuzi wa kudumu. Moja, kikokotoo. Swala la kikokotoo limekuwa changamoto kubwa, pamoja na serikali kupandisha asilimia kutoka 25 baadaye 33 na sasa 40%, lakini bado changamoto ni kubwa, kwani fedha inayopatikana haiwezi kukidhi mahitaji ya walimu. Hivyo tunaiomba serikali ipitie upya kikokotoo na kufanya maboresho. Tunaipongeza serikali kwa kuajiri walimu, lakini bado mahitaji ya walimu ni makubwa. Ni vyema iendelee kuajiri kwa kasi kubwa ili kukidhi ikama ya walimu.